na zile kazi zitakazotekelezwa zitaelekezwa na sisi tutatekeleza. Tutakapomaliza kazi ndipo tutakapowasilisha taarifa, fedha nyingine italetwa. Hadi sasa tayari tumeshapokea fedha kwenye vituo viwili vya kutolea huduma za afya kati ya 6 ambavyo tunategemea kutekeleza mwaka huu, ambavyo ni Iteja, hospitali ya wilaya Iteja na zahanati ya Mwamaguha. Lakini vituo ambavyo tutatekeleza mradi wa WOSH mwaka huu itakuwa ni wilaya ya Iteja, hospitali ya wilaya Iteja, lakini pia itakuwa zahanati ya Mwamaguha, itakuwa zahanati ya Fela, itakuwa Mayolwa, Bukumbi Kempu, lakini pia na Nguge ambapo atapewa incinerator baada ya kukosa kwa awamu iliyopita. Kazi zitakazofanyika katika utekelezaji huo tayari nimeshataja vituo vitakavyofikiwa, lakini kwa upande wa usimamizi ngazi ya halmashauri, mafunzo kuhusu mfumo wa NeST kwa vituo tayari yameshafanyika, lakini kufanya kikao cha tathmini ngazi ya wilaya ambacho ndio hiki tunakifanya leo, lakini kufanya mafunzo kwa wahudumu ngazi ya jamii juu ya uingizaji wa takwimu na matumizi ya rejista yatafanyika kwa awamu ya fedha nyingine itakayokuja tofauti na hii. Lakini pia kufanya usimamizi shirikishi kwa miradi ya WOSH tayari tunaendelea na ushirikishi umeshafanyika kwa awamu ya awali, tunasubiri awamu nyingine fedha zitakapokuja, lakini tunaendelea kwa maana ya rutini ya kawaida kama halmashauri. Lakini kuwezesha washiriki katika maandalizi ya uhakiki ni 24-25 tayari tuliwakopa wakati wa utekelezaji, tuliwaomba tufanye bila malipo, lakini baada ya fedha za awali kuja maelekezo yalikuwa ni kuwalipa wale ambao walifanya, nadhani tumeshafanya hilo. Lakini pia katika hii naomba tu niwaombe watumishi wenzangu, kwa sababu fedha tunapata kwa awamu, tunaomba kwamba tunapotekeleza majukumu yetu tusisimame kusubiri fedha. Tuendelee kutekeleza, tutunza takwimu, tutakapopata fedha kadri itakavyowezekana tutawalipeni. Lakini pia tujue kwamba ni sehemu ya majukumu yetu. Ununuzi wa kifaa cha kupimia ubora wa maji Diagoa kit tafanyika. Ununuzi wa projector printer, samani za ofisi ya afisa afya wa wilaya, pikipiki 11 kwa ajili ya maafisa afya waliopo ngazi ya kata, mafuta kwa ajili ya usimamizi, kufanya matengenezo na ukarabati wa pikipiki hizo 2, photocopy machine na gari. Tupo katika tathmini ya hali ya usafi wa mazingira, na pamoja na mengi ambayo nimetangulia kuzungumza kipindi cha mwanzo, nikasema tarafa zote 4 hali hairidhishi. Turudi tukajipange upya, tukasimamie swala zima la usafi wa mazingira, na baadhi ya maeneo nimeyataja. Kwa mfano kwa hapa Misungwi pale eneo la soko lile dampo sio nini Kizimba mnaita au ni kitu gani cha kukusanyia taka hakiridhishi. Sijui leo na nitapita sababu naenda mitaa huko, nitapita tena pale nione hali ipoje, kwa sababu mbaya zaidi kuna eneo la kuingiza taka mle ndani, ukienda unakuta hazimo. Yaani lile eneo la kuwekea taka watu wanamwaga taka nje. Na ndio maana nataka niulize nani anasimamia pale ambaye atahakikisha kwamba taka zinaingia katika eneo lililotengwa kwa ajili ya kuwekewa nini? Taka. Matokeo yake taka watu wanamwaga nje na hakuna mtu anayejali. Kuna uongozi wa soko, kuna afisa afya na watu wengine ambao wanawajibika moja kwa moja na kuhakikisha kwamba usafi wa eneo hilo linakuwa safi. Lakini nimesema swala la mitaro hapa, afisa afya ameniambia ni swala mtambuka, wanahusika kwa sababu mitaro sio sehemu ya kutupia taka, na mitaro muda wote inatakiwa iwe safi, na hususan kipindi hiki cha mvua, ili maji yaweze kutiririka kama ambavyo kazi ya mtaro inafahamika kwa kila mmoja wetu, na sio sehemu ya kuhifadhia taka. Lakini nipende tu kuambia wote kwa ujumla wetu tuko humu ndani, kama alivyosema mtoa taarifa na ataendelea kutoa taarifa, tunalipwa hapa kulingana na matokeo. Naweza nikasema kwa lugha nyingine, ukifanya vizuri unavuna zaidi. Elimu na msichoke, watendaji, fanyeni kazi zenu, tekelezeni majukumu yenu. Mtakapopata changamoto, kuna mamlaka ambazo mkifikisha changamoto zenu zitaingilia kati kuweza kuwasaidia, kuwarahisishia utendaji wenu wa kazi. Swala la vyoo ni jambo la msingi sana, sio tu kwa sababu ya hii hali ya usafi wa mazingira, lakini kwa sababu yani kuna mimi choo huwa naita headquarter. Nikisema headquarter mnanielewa ndio makao makuu ya nyumba. Hivi kuna mtu atakaa wewe milele na milele asiende huko? Maana kama uende huko
huko ndo unaenda ziwani, wala unakaa pembeni mwa ziwa unaenda kuogelea kwa maana unaanza biashara. Matokeo yake kipindupindu kimetusumbua hapa. Ukienda kupima kwenye mialo ndo maambukizi yalikuwa juu kipindi kile. Jibu ni dogo tu, hawana vyoo, wanaenda kujisaidia katika maji, lakini tufahamu yale maji pamoja kwamba kuna treatment. Ndio maji tunayotumia kwa matumizi yetu ya Ziwa Victoria. Sawa, kuna treatment plants zipo zinapitia process, lakini tunalo jukumu la kutunza vyanzo vya maji kuvichafua na vinyesi. Kwa mimi niwatakie kikao chema kinachoendelea. Na hizi kazi zinatarajiwa kuanza kwenye wilaya yetu. Tulichelewa kuanza kwa sababu ya mambo ambayo yalikuwa hajakaa sawa, ikiwemo kutengenezewa credential number kwa wakaguzi na kuandaa wakaguzi. Na kwenye wilaya yetu tunategemea kuanza mwezi huu wa 3. Tunategemea kuanza mwezi huu wa 3 ambako vitu ambavyo vitakaguliwa kwa wafanyabiashara ni kulingana na ukubwa wa biashara ya mtu alionayo. Biashara ndogo kabisa kiasi kitakuwa ni shilingi 50,000 kwa watakao kuwa wanasajiliwa biashara zao za chakula na vipodozi, na kwa biashara ndogo ya kawaida yani small scale itakuwa ni shilingi 100,000, ambako biashara hizo ni mfano mashine hizi za kusaga, kuchakata vyakula na maduka ya bidhaa za rejareja, vyakula vya rejareja ambavyo wanauza vyakula. Kwa hiyo gharama zao zitakuwa ni shilingi 100,000. Na hizi fedha ambazo tutakuwa tunakusanya, tutafanya kazi kama timu. Hizi kazi ambazo tutakuwa tunafanya, kuna mgawanyiko wa hizi fedha za mashirikiano. Kuna akaunti ambayo imetengenezwa katika halmashauri zote, ambazo hizo hela tutakazokuwa tunakusanya huko za usajili wa majengo na bidhaa za chakula itakuwa zinagawanyika kwenye halmashauri moja. 40% itakuwa inaingia kwenye halmashauri na 40% itakuwa inaenda TBS, 10% itakuwa inaenda ofisi ya katibu tawala wa mkoa rasi, na 10% itakuwa inaenda OR TAMISEMI. Kwa hiyo hizi fedha zote imetengenezwa credential kwa wakaguzi wote, ambazo watakuwa wanatengeneza hizo control number, watu wanapewa control number, wanalipia. Wale wafanyabiashara wote wanalipia mle, na jinsi watakavyokuwa wanalipia hizo fedha ndizo zitakavyo zinagawanyika kwa mgawanyiko huo kwenye hiyo account, ambazo zitakuwa zinaenda huko mkoani, zinaingia TBS, zinaingia kwenye kule OR TAMISEMI na kwa katibu tawala wa mkoa. Kwa hiyo tunaomba ushirikiano wenu watendaji wote wa kata, kwa sababu tutaingia timu ambazo kutakuwa na maafisa afya, maafisa lishe, maafisa